Lishe mashuleni ni kitu cha msingi sana, na kama World Vision tuna kampeni ambayo tunaendelea nayo inaitwa Enough Campaign. Ni kampeni ambayo inalenga kufuta kabisa tatizo ya utapiamlo. Na katika kampeni hiyo, mojawapo ya vitu ambavyo tunahamasisha na kushirikiana na serikali na wadau wengine ni kuhakikisha kwamba kuna lishe mashuleni. Sio tu kwamba kuwa na takwimu zinazoonyesha kwamba shuleni watoto wanakula, lakini shuleni watoto wote wawe wanakula, lakini wawe wanakula chakula ambacho kinakidhi viwango vya ubora vya lishe kamili. Na changamoto ambayo tunaipata katika mkoa wa Kagera ni kukuta kwamba chakula kinatolewa shuleni lakini sio kwa watoto wote. Hii ni changamoto kubwa, kwa sababu wewe jiulize tu, watoto wengine wanakula chakula hata kama ni mmoja au wawili ambao awali, anakuwa amekaa wapi na anajisikiaje pale anapoona wenzake wanapata uji au chakula na yeye hawezi kupata. Na mara nyingi watoto ambao hawapati lishe shuleni inakuwa ni kwa sababu ya wazazi wao wameshindwa kuchangia, kutoa ule mchango wa chakula au vitu mbalimbali kuwezesha kuwepo na lishe shuleni. Na sisi kama World Vision tumekuwa tukihamasisha na kushirikiana na serikali na wadau wengine kuhamasisha kwamba tuwe na mashamba ya kutosha mashuleni, ili kwamba yale mashule yaweze kuwa yanatumia pia nguvu kazi iliyopo shuleni kama njia ya kuwafundisha watoto elimu ya maisha, stadi kazi za maisha, kwa kulima yale mashamba na kujizalishia chakula shuleni. Hii itapunguza mzigo mkubwa kumwelemea mzazi kuchangia chakula shuleni. Na wanapokuwa na mashamba pale shuleni, hata wale wazazi wachache ambao pengine watachukua muda mrefu kuelewa na kuanza kuchangia, bado watoto wao wataweza kupata chakula, kwa sababu kutakuwa kuna chakula ambacho wameshiriki pia kuzalisha pale shuleni. Ni jambo ambalo linarudisha nyuma maendeleo ya elimu na ukuaji wa watoto, kuacha watoto shuleni kwa muda mrefu bila kuwa wanapata chakula, au wanapata wachache na wengine hawapati. Ni ukatili kwa namna moja ama nyingine. Tunaweza kujipongeza kwamba tunafanya vizuri kuhakikisha kuna lishe mashuleni, lakini katika utekelezaji huo huo tunafanyia ukatili watoto wengine ambao wazazi wao wanakuwa hawajachangia. Lakini pia tunajua kwamba katika jamii yetu pia kaya nyingine ni maskini sana. Wakati mwingine mzazi sio kwamba hataki kutoa chakula, ila tu hawezi. Hata nyumbani pengine hamna hata chakula cha kutosha. Kwa hiyo kuwa na mashamba shuleni na wadau mbalimbali kama World Vision na taasisi zingine kusapoti yale mashamba na pembejeo, lakini pia serikali kupitia wataalamu wake kutoa mafunzo mbalimbali kwenye zile shule ili kuhakikisha wanapanda kwa kisasa na kuvuna chakula cha kutosha, lakini kutoa elimu za namna ya kuhifadhi kile chakula kwa muda mrefu wanachokivuna kwa baada ya kuwa na msimu mzuri, inaweza ikasaidia kuhakikisha watoto wote wanapata chakula shuleni. Hamu na kiu kubwa ya World Vision ni kuona watoto wote wanapata lishe shuleni bila kubaguliwa kwa misingi yoyote ile, na chakula ambacho kinakidhi ubora wa kilishe. Katika kikao cha leo tumepata mfano mmojawapo kwamba kuna mtoto ambaye alikuwa hapati uji na wengine wanapata uji, na akaamua kuchukua mchanga kuweka kwenye kikombe cha mwenzake ambaye anapata uji. Kwa hiyo wale watoto ambao hawapati lishe shuleni, kwanza wanaathirika kisaikolojia, na hiyo itapelekea hata tabia zao kuwa na mabadiliko ambayo yasingekuwepo. Wanakuwa ni watu ambao labda wanawachukia wengine na kuona labda wao hawathaminiwi na kuwachukia watu wa daraja labda fulani, lakini pia inashusha uwezo wao wa kujiamini na kuona kama ni watu ambao wanathaminika kwenye jamii. Na hapo tutakuwa tunapoteza watu wa muhimu sana ambao wangeweza kulisaidia taifa hili hapo baadaye. Lakini pia kuna changamoto za kilishe, maana kiwatadumaa, mtoto anakaa shule asubuhi mpaka jioni hapati chochote. Ina maana anadumaa na hawezi hata kufanya vizuri kwenye masomo yake. Sisi kama World Vision tunaendelea kuhamasisha jamii kwenye miradi ambayo tunafanya hivyo vikao na wazazi na kuwaelimisha, lakini tunafanya mafunzo kwa kamati za lishe mashuleni ili kuhakikisha hata kile chakula basi kinacholetwa shuleni waweze kukitunza vizuri na kutoa taarifa pia kwa wazazi, ili wazazi waweze kuendelea kuwaamini kuchangia. Lazima waone kwamba kile chakula wanachokichangia kinatunzwa vizuri na kinatumika kwa matumizi yaliyokuwa yamelengwa. Lakini kwa zile shule ambazo zina mashamba darasa, tunashirikiana nao kuhakikisha kwamba wanapata mbegu sahihi na mbegu bora, na kwa hatua za awali huwa tunanunua kabisa mbegu na pembejeo na kuwapatia kama nafasi, kama njia mojawapo ya motisha ili waweze kulima na kupata hizo mbegu na shule nyingine pia ziweze kujifunza.